Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo. Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tupo mtaa wa Masheshe. Hili ni eneo la misioni ambalo linapatikana katika usharika mteule wa Chonyonyo. Fuatiliaji na mtazamaji, yawezekana usiweze kuelewa. Hili ni jengo la kanisa kama ambavyo unaliona kwa mbali kidogo. Ni jengo ambalo hawa watu wamekuwa wakiabudia. Mara ya kwanza walianzia chini ya mti, wakajiongeza wakajenga kanisa hili la shitingi na mbao kama unavyoliona. Lakini nitakupeleka moja kwa moja kukuonesha ndani ya mwaka mmoja wameweza kujenga jengo jingine kwa ajili ya kuabudia. Na sasa mtazamaji na mfuatiliaji, mimi ninaomba nikupeleke moja kwa moja kuelekea katika jengo la kanisa ambalo limejengwa. Mahali hapa pana historia, na mwaka mmoja uliopita kwaya ya Kijitonyama kutoka Dar es Salaam walifika hapa na kutoa mchango wao wa hali na mali. Mfuatiliaji, si hili tu, bali nikupeleke moja kwa moja kutazama jengo jingine ambalo limejengwa. Tuko hapa kwa ajili ya ibada ya Juma Takatifu. Jumanne ni siku ya hukumu. Watu wanaogopa hukumu, lakini leo tutafundishwa na Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Mahali hapa kuhusiana na hukumu ni pale Yesu alipokuwa akitembea na wanafunzi wake, akauona mtini, akaulaani kwa sababu ulikuwa hauzai matunda. Mimi nikupeleke kwanza ndani kwa ajili ya kuona kile kinachoendelea, lakini kabla ya hapo nikupeleke katika jengo ambalo limejengwa ndani ya mwaka mmoja na kukamilika. Karibu sana. Kama nilivyokueleza kwamba ninakupeleka moja kwa moja kuona jengo jipya ambalo limejengwa ndani ya mwaka mmoja na kukamilika. Ndo hili hapa. Ni mtaa wa Masheshe ambao unapatikana katika usharika mteule wa Chonyonyo. Karibu sana tukaabudu mahali hapa. Asanteni sana kwaya ya Kijitonyama kutoka jijini Dar es Salaam na watu wengine wote ambao wamechangia katika kukamilisha hekalu ama nyumba ya Bwana, kanisa hili ambalo linapendeza kweli kweli, na leo tutaweka jiwe la msingi mahali hapa. Marko 11 mstari wa 12 mpaka 14, alafu tutaruka tuende mstari wa 20-21. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Hata asubuhi yake walipotoka Betania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Mstari wa 20 na 21. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Neno la Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana. Umetuleta nyumbani kwako asubuhi hii. Unapenda kuongea pamoja nasi neno lako. Tuko tayari mbele yako, uyageuze mawazo yetu ya kuelekea wewe, ili neno hili lipate nafasi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Tuko katika Juma Takatifu, ndilo juma la mwisho katika Kwaresma, na sisi wa Diocese ya Karagwe wakati wote tumetumia juma hili kutafakari njia ya msalaba, kwa kuiangalia ratiba nzima ya Bwana wetu Yesu Kristo tangu alipoingia Yerusalemu katika siku ya Wikendi. Lakini sisi pia tumeweka mapokeo mazuri ya kutembelea mitaa michanga inayoanza kazi na kuwatia moyo washarika
ili waendelee na kazi ya misioni na uinjilisti. Ndio maana leo si kwa maamuzi yangu, bali kwa maamuzi ya mchungaji wenu wa jimbo. Alisema, askofu, Jumanne takatifu uende Masheshe uone kazi ya misioni na uinjilisti inavyofanyika. Kwa hiyo niko hapa kwa ruhusa ya mchungaji wenu wa jimbo, ndiye amenileta hapa, na mimi napenda kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya kazi hii ninayoiona. Mungu awabariki sana. Sasa Juma takatifu, siku ya Jumanne, kama mnafuatilia, Jumapili aliingia Yerusalemu kwa shangwe na vigeregere. Jana Jumatatu aliingia hekaluni, akakuta wafanyabiashara humo, akawapiga, akapindua meza, akatakasa hekalu. Leo baada ya kazi kubwa ya kutakasa hekalu, akaondoka hekaluni na wanafunzi wake akitokea Betania, na njiani kama mlivyosikia akasikia njaa. Hii njaa ya asubuhi ya Bwana Yesu imenipa shida kidogo. Si mmesikia Ilikuwa ni asubuhi na Yesu akasikia nini? Njaa. Bila shaka kazi ya kutakasa hekalu jana yake ilikuwa kubwa mpaka akasahau kufanya nini? Akasahau kula. Sasa ni asubuhi, anaondoka na wanafunzi wake kutoka katika kijiji cha Betania, akawa anateremka, akasikia nini? Njaa. Kwa mbali akauona mtini. Mtini, hii miti ya mitini huku nafikiri haipo, lakini ni mti wenye matunda, na kwa sababu alikuwa anasikia njaa, akatamani aende kwenye huo mti apate matunda, afanye nini? Ale, atulize njaa. Lakini kama mlivyosikia, alipofika katika mti huo wa mtini, matunda hayakuwepo. Neno la Mungu linasema kulikuwa na majani tu. Kulikuwa na majani tu. Sasa sijui neno la Mungu alielezi, labda kulikuwa na watoto watundu wameshayara yale matunda, wameyamaliza, au mti wenyewe haukuwahi kufanya nini? Kuzaa matunda. Bwana Yesu na njaa yake akachukia, akaulaani ule mtini, akasema, na mtu yeyote kamwe asile matunda kutoka mti huu. Kesho yake asubuhi, wakiwa wanapita eneo hilo, neno la Mungu linasema wakauona ule mti umenyauka toka shinani, umenyauka wote. Petro akamwambia Bwana Yesu, akasema, mwalimu, ule mti ulioulaani umefanya nini? Umekauka. Hilo ndilo somo letu la leo. Jumanne hii inaitwa Jumanne ya hukumu. Inaitwa Jumanne ya hukumu, na ninawakaribisha tutembee pamoja katika somo hili. Bwana Yesu siku ile baada ya kutakasa hekalu, alifundisha hekaluni. Akatoa mfano wa mwenye shamba aliyekodisha vibarua. Baadaye akatuma watu waende kutafuta chakula. Wale wenye shamba wakamnyima, vibarua wakamnyima mwenye shamba. Baadaye akamtuma mtoto wake. Wale wenye vibarua wakapanga wafanye nini? Wamuue. Wamuue ili wachukue lile shamba. Alifundisha mambo hayo hekaluni. Lakini tendo kuu la siku hiyo ya Jumanne, kama mlivyosikia, ilikuwa ni kulaani mtini. Mti ambao alikuta hauna matunda. Ndiyo Jumanne ya hukumu. Tunaalikwa sote, na nyinyi napenda kualika nyote ndugu zangu katika siku hii kujitathimini kama tunamzalia Mungu matunda yafaayo. Bila matunda, hukumu kwa kweli inatufaa.
Nina piga picha. Wewe una shamba lako. Umeweka vibarua. Wanakufanyia kazi. Lakini ukienda hata kukagua shamba, wale vibarua wanakosa hata akili ya kusema sasa mwenye shamba amekuja, tukate kamkungu kamoja kufanya nini? Aende nako. Utawaelewaje hao vibarua? Au una ng'ombe wako lakini ukai nao, umempa mtu wa kutunzie. Wewe unapokwenda kukagua ng'ombe wako kuona kwamba wako salama, anashindwa kukupa hata kachupa kamoja kanini kamaziwa kwamba urudi nako. Achilia mbali kujikumbusha, akasema kila wiki niwe natoka napeleka chupa kamaziwa kwa huyu mwenye ng'ombe. Utamuelewa huyo unayemwekesha ng'ombe? Basi hata Bwana Yesu au Mungu wetu anashangaa sana pale anapotafuta matunda katika maisha yetu asiweze kuyaona. Mwinjilisti Luka alipunguza kidogo makali ya hukumu hii ya mti wa mtini. Anasema mtunza shamba alimuomba mwenye shamba avumilie zaidi, ili mtunza shamba aongeze mbolea na kupalilia, ili mwakani aone kama kutakuwa na matunda. Hapa nimewasomea kutoka Marko, lakini ukisoma katika Luka inaonyesha kwamba Bwana Yesu alipokwenda akauona mtini hauna matunda, akasema kata huu mti, kwanza unaharibu hata ardhi yangu. Yule mtunza shamba akasema, Bwana usiukate, hebu nipe muda niupalilie, niuwekee mbolea, tuangalie mwakani utakuwaje. Kama ukileta matunda umepona, lakini kama mwakani hakuna matunda, sasa hapo Bwana sina njia, inabidi tufanye nini? Tukate. Kwa hiyo huyu kibarua wa shambani akautetea ule mti mbele ya mwenye shamba. Roho Mtakatifu hufanya kazi hiyo ndani yetu. Anatutetea tena kwa kuugua mbele za Mungu. Pale Mungu anapokuta hatumzalii matunda, Roho Mtakatifu anamsihi Mungu, anasema ili jitu hebu livumilie kidogo. Livumilie kidogo niongee nalo, nilitembelee nyumbani, likishindikana nilipe hata ajali, nilikumbushe kwamba wewe Mungu upo. Si ndio? Ili liweze kukuzalia nini? Matunda. Kwa hiyo Luka yeye amepunguza kidogo ukali wa laana ya Bwana Yesu kwa ule mtini. Ukisoma Luka sura ya 13 mstari wa 6 mpaka wa 9. Sasa tukirudi kwa Marko ambaye nimewasomea. Bwana Yesu alikuwa hekaluni Jumatatu, akalitakasa hekalu. Alilikuta limekaa ovyo. Nataka niwaambie, tena niseme kwa upole labda kidogo. Hata kanisa linaweza kukaa ovyo kama Yesu alivyolikuta siku hiyo kule hekaluni. Hata kanisa linaweza kukaa ovyo, likageuzwa kuwa pango la nini? La wanyang'anyi. Kila aina ya udhaifu ukaikuta imo ndani ya kanisa. Yesu akiingia akapindua meza, akatandika mijeredi, na akawaonya akasema, nyumba ya Baba yangu itakuwa nyumba ya nini? Ya sala. Sidhani kama hekalu lile lilikuwa tofauti na la kwetu siku hizi. Ndio maana tuna idadi kubwa siku hizi. Naomba mnielewe, siku hizi huko duniani ninakotembea, ninasikitika kuona kuna idadi kubwa ya Wakristo ambao hawana tatizo na Bwana Yesu, lakini wana tatizo na kanisa. Hawana tatizo na Bwana, mafundisho yake wanayaelewa, wanavutiwa, wanamwamini, lakini wana tatizo na nini? Na kanisa. Mambo yanayofanyika ndani ya kanisa hayafanani na mafundisho ya Bwana Yesu. Kwa hiyo idadi inaongezeka. Unamkuta mtu
alibatizwa. Anasema mimi sina tatizo na Bwana Yesu, lakini nina tatizo na nini? Na kanisa linafanya mambo ambayo sio. Kanisa kama taasisi limegeuka kama dodoki, linafyonza uchafu wote wa dunia na kuujaza ndani ya kanisa. Watu wema kwa sababu nzuri wanapata shida kushikamana na kanisa la namna hii. Yesu wanampenda, Yesu wanamkubali, lakini kanisa na mambo yake, marushwa yameanza kuingia ndani ya kanisa, upendeleo umeingia ndani ya kanisa, kukomoana kumeingia ndani ya nini? Ya kanisa. Wizi, udokozi mpaka wa sadaka vitakatifu vya madhabahuni, mtu anaitwa mhudumu anaiba. Wengine wamegeuza kanisa ni mahali pa kupiga dili zao za kibiashara. Yote hayo Bwana Yesu aliyaona, akaenda kulitakasa kanisa lake. Sasa kuna watu wakiyaona hayo wanalichukia kanisa, lakini wanampenda Bwana Yesu. Kanisa wanalichukia lakini wanampenda Bwana. Wanaonipa shida ambao naona kidogo na wao wamekengeuka, analichukia kanisa, anampenda Bwana Yesu, lakini anahamia kanisa jingine. Unafikiri huko nako kuna unafuu? Unafikiri huko nako kuna unafuu? Hakuna unafuu. Taasisi ni ile ile. Dhambi za dunia zikiingia ndani ya kanisa, haijalishi ni dhehebu gani. Haijalishi ni dhehebu gani. Zamani kidogo nilikuwa na imani fulani. Nilipokuwa naona makanisa fulani yanaanzishwa yanaitwa kwamba haya ni ya warokole. Mimi nikaamini wote walio mle ndani wamefanya nini? Wameokoka. Yaani kwa sababu kanisa linaitwa ni la kirokole, naamini hata waliomo wamefanya nini? Wote wameokoka, hata mbwa na mjusi wa humo ndani wote wamefanya nini? Ingia ukayaone. Ingia ukayaone. Kwa hiyo Bwana Yesu anapenda kulitakasa kanisa lake. Hapendi hili dodoki ambalo limeingiza madhambi ya dunia yamejaa ndani ya kanisa. Watu wanaingia kanisani, wanavyotembea ukiwaona hawataki hata kuumiza sisimizi, lakini atoke nje ukutane naye umuone. Fisi kabisa kama mafisi mengine yote. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, napenda tuzingatie. Bwana Yesu analipenda kanisa lake, na ndio maana akachukua hatua kali za kupindua meza. Akachukua hatua kali za kuchapa watu mijeredi na kuwafukuza, kwa sababu alikuta mle ndani ya kanisa kuna biashara haramu ya kuwanyonya na kuwanyanyasa watu maskini, waumini maskini. Na ndivyo ilivyo hata sasa. Tuko wenyewe hapa, hatuyajui. Hatuyajui. Kuna watu kwa sababu wana hela zao, wao marudi hayawahusu. Lakini dhambi hiyo uje uitende wewe, kamchape mwenye yebo uone tutakavyo kushughulikia. Hayatokei. Kwa hiyo ndugu zangu, kanisa kama taasisi limeharibika. Lakini Kristo aliye Bwana wa kanisa anakubalika na watu wote. Wakisikia mafundisho yake wanaguswa. Tena wengine wanasema, tumeyasikia haya yote, tufanye nini basi? Tufanye nini basi? Make wameguswa na neno la Yesu Kristo na mafundisho yake na usafi wake. Ndugu zangu wapendwa, mtini huo ambao tunahubiriwa siku ya leo, usione kwamba ni mti ule, ni wewe na mimi. Bwana ametupenda, akatupanda katika udongo mzuri wenye rutuba. Ukisikia jina Chonyonyo inakupa picha gani? Rutuba ya Chonyonyo, si ndio manake? Sasa Bwana ametupanda Chonyonyo kwenye rutuba nzuri. Ametupenda, akatupanda,
akatupa akili, akatupa afya, akatupa jamaa, akatupa kazi, akatupa biashara, akatupa mifugo, akatupa mashamba. Hizi zote ni baraka ambazo Mungu ametupa. Bwana amekujalia imani ya kujua kwamba kufanikiwa kwako sio ujanja wako, bali ni neema yake. Unafikiri kuna wajanja wote wamefanikiwa? Na katika mambo ambayo ndugu zangu mimi nataka niwaambie, hata mimi mwenyewe na uzoefu wangu na usomi wangu siwezi kujaelewa. Unakuta mjanja mwenye elimu hajafanikiwa, alafu jinga fulani hata shule alikumaliza limefanikiwa. Hamjawaona? Kwa hiyo ndugu zangu, kupata sio ujanja na kukosa sio ujinga. Kupata sio nini? Sio ujanja, na kukosa sio. Kuna wajinga waliopata na kuna werevu waliokosa. Tunapata kwa neema ya nani? Ya Mungu. Daima tumrudishie matunda. Tumrudishie matunda Mungu anayetupa kwa neema yake, pasipo kujali uzuri wala wema wetu, bali kwa sababu ya wema wake na uzuri wake tumefanikiwa katika maisha tunayoyaishi. Bwana amekupa nafasi katika jamii ili uwatendee watu haki, ili uwatendee watu wema, ili uwatendee watu huruma, na wewe ugeuke kuwa baraka kwa watu wengine. Lakini hayo uyafanye, na Bwana anakuja anakukuta na mafanikio yako, lakini mafanikio yasiyo wanufaisha wengine. Ni mafanikio yanayokunufaisha wewe pekee yako. Umegeuka kuwa baraa, umegeuka kuwa kero, umegeuka kuwa kikwazo katikati ya watu unaoishi nao, na unakosesha watu amani. Hawana amani kila wanapokuona. Bwana amekuja kwako asubuhi hii. Wewe ndio mtini unaozungumzwa katika Injili. Bwana ana njaa, anataka kupata chakula, na wewe umemnyima chakula kipo. Bwana akaulaani ule mtini, na kama tulivyosikia ukanyauka toka shinani. Bwana anahitaji matunda kwako, na asipoyapata hukumu ya hapa. Kusema kweli inakustahili. Ninakusihi uikimbie ghadhabu ya Mungu. Wewe mwenye masikio uliyepata neema ya kusikia neno hili, nenda ubadilike, umzalie Mungu matunda. Nenda ubadilike, uwe mwema kwa majirani, uwe mwema kwa familia, uwe mwaminifu kazini kwako, uwe kimbilio la watu. Wakikuona wasema sasa tumepona, ngoja tuende, huyo atatusikiliza na kutuhudumia. Hayo ndiyo matunda ambayo Bwana anayataka kwako. Kwa hiyo mtini uliolaaniwa siku ya Jumanne takatifu, naomba ndugu zangu usijihurumie, jifanye ni huo mtini. Kama hujamzalia Mungu matunda, laana ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyohusu ule mtini, yamkini yawezekana inakuhusu wewe. Lakini kwa kuwa leo umesikia sauti yake, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Badilika, mzalie Mungu matunda. Roho Mtakatifu aendelee kusema nawe nyumbani kwako, kazini kwako, shambani kwako, ili umzalie matunda, na wewe ugeuke kuwa baraka na kimbilio la wote wenye shida. Mungu akusaidie sana katika Pasaka na katika Kwaresima inayokwisha. Uwe na kumbukumbu ya kwamba nilisikia neno juu ya mtini, nikaiepuka laana ya kukaushwa, nikabadilika na kumkimbilia Mungu, na yeye akanipokea. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ndilo neno la Mungu. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.